Naam, mtazamaji wa Channel 10, hili ni banda la chuo cha VETA Kihonda hapa katika maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki mkoani Morogoro. Mimi naitwa Nelson Munema na hapa tuko na mkuu wa chuo cha VETA Kihonda. Hongera sana kwa kuhudhuria. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Salum Ulimwengu, ni mkuu wa chuo cha VETA Kihonda ambacho ni chuo cha ufundi stadi cha mkoa wa Morogoro, lakini pia vile ninamwakilisha mkurugenzi wa VETA au meneja wa VETA wa kanda ya Mashariki, ambaye hapa katika banda letu tuna ushiriki wa vyuo vyote vilivyopo katika kanda ya Mashariki, na tunashiriki maonesho haya ya biashara ya 88 ya mwaka 2026 ambayo ni maonesho ya 33 yenye kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija na tekeleza dira 2050. Tupo tayari kutekeleza dira kwa kutoa stadi mbalimbali zinazotoa nakisi ya uhitaji wa masoko kama ambavyo tumefanya katika shughuli zetu mbalimbali katika banda hili. Ni bunifu gani mpya ambazo mmezileta sasa na mna mpango upi wa kuhakikisha kwamba mnaziwasilisha katika jamii? Nikieleza kwa uchache bunifu mpya ambazo tuko nazo, kwanza tuna ubunifu unaohusu umwagiliaji rahisi ambao mkulima anaweza akafanya umwagiliaji kwa kutumia teknolojia rahisi hata akiwa nyumbani bila kumlazimu kuwepo shambani. Lakini pia vile tumefanya ubunifu kama inavyofahamika kwa sasa, sekta ya mifugo imepanuka na serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inasisitiza ufugaji wa kisasa, na sisi tumebuni mashine katika kuongeza tija ambayo inachakata au kusaga chakula cha mifugo ili kuweza kurahisisha unenepeshaji wa mifugo na kuweza kutosheleza mahitaji ya mifugo bila kupelekwa nje. Pia vile hiyo inaweza kuzuia migogoro kati ya wakulima na wafugaji kwa kuweza kuwapatia mifugo nyumbani na kufuga kwa uchache na kufuga kwa tija. Naam, ukifika hapa VETA Kihonda kuna idara ya ususi na urembo na master yuko hapa, ndio kiongozi mkuu wa idara hii. Mambo vipi kaka? Nashukuru. Kwa majina naitwa Davison Aduniki Mshema, ni mwalimu wa ususi na urembo katika chuo cha ufundi Kihonda VETA. Hapa tunafundisha kozi ya ususi na urembo, ina maana tunahusisha makeup na ususi na staili mbalimbali kama za nywele kama unavyoziona hivi. Sasa hapa pia ukiachana hivi, hapa tunafundisha masuala ya vipodozi. Na maana labda kama tunataka kumhudumia mteja lazima tumpe kwanza elimu ya nini? Elimu ya vipodozi. Ajue namna vipodozi ni aina gani, na tunafanya ulinganisho kwamba ngozi ya mteja na hii kipodozi anacho kupima ina maana kinaendana. Baada ya hapo tunaangalia hata hii nywele, tunaangalia kwamba hii nywele ya sample hii hapa bidhaa gani ambayo inafaa. Mfano kama hii hapa, hii tumetumia jeli hapa. Tushaona kwamba hii hapa ni jeli kavu inatengeneza mtindo wa namna hii, si ndio? Tumekuja kwenye bidhaa za rangi, mfano kama zile tumetengeneza wavuneti. Ina maana product kubwa ilikuwa ni hii hapa. Kwa ina maana kabla ya mafunzo yote tunahakikisha tunasoma, tunapata hii elimu. Baada ya hapo sisi ndo tunakuja kumfunza mwanafunzi katika njia ngapi? Njia 3. Ya kwanza awe na uwezo apate ujuzi. Lakini ya pili awe na uwezo wa kufanya kazi. Ya 3 aweze kuhudumia jamii inayomtegemea. Kwa hiyo baada ya mafunzo tunakuwa tunategemea awe na uwezo wa kuwa katika nyanja ngapi? 2. Ya kwanza awe na uwezo kujiajiri na kuajirika. Tukiwa bado hapa banda la VETA Kihonda mkoani Morogoro kwenye maonyesho haya ya kanda ya Mashariki 88, hapa kuna mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone, wanaita drip irrigation. Na VETA hamko nyuma kuwasaidia wakulima kwamba kilimo kiwe na tija, basi umwagiliaji kama njia ya kisasa ambayo inashauriwa sana kwa sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mmebuni mbinu ya kisasa. Inatumikaje hii na mkulima wa kawaida anaweza akatumiaje kumwagilizia shambani kwake? Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Boniface Elia Ruhamba, ni mwanafunzi wa level 2 plumbing katika fani ya ufundi bomba. Mbeleni hapa kuna mfumo wa drip irrigation. Huu ni mfumo unaotumika mashambani au kwa nyumbani kwako una garden. Unaweza kwa nyumbani kwako kuna garden unakuwa umepanda mboga, let's say nyanya, mchicha, Chinese, unaweza kautumia, au shambani kwa umepanda zako mahindi kwa unatumia, kuliko kwa mfano wanaopanda nyanya au mara nyingi sana wanatumia ndoo kumwagilia. Sasa hivi tumeletea mfumo huu wa drip irrigation, umwagiliaji kwa njia matonye. Hautumii, kwanza faida yake hautumii maji mengi, unatumia maji madogo. Maji yako unaweka tu kwenye tenki pale kama lile pale, maji yako yanaingia shambani. Asante sana. Na ni mazao gani ambayo hasa mnashauri mfumo huu utumike
kumwagilizia? Mazao, mahindi, kwa mfano nyanya na mboga mboga sana. Tunaweza tukakutengenezea huu mfumo. Ndio. Na matokeo yake mazuri kwa haraka ni yapi kwa mkulima? Mkulima kwanza, mkulima asubuhi anapoamka mara nyingi anakuwa na kazi nyingi. Kwa hiyo yani anakuwa anafanya kazi nyingi. Kwa hiyo bora ufume huu mfumo, yeye ana kazi yake akifungulia tu pale maji akiingia shambani, yeye anafanya shughuli zake nyingine huku shamba endelea kujimwagilia kuanzia kwa mfano asubuhi nafungulia maji kuanzia saa 12 mpaka saa 3. Ikifika saa 3 yeye anaenda kufunga tu. Naam, sasa ni kazi kwetu wakulima kuhakikisha kwamba tuna adapt mifumo ya kisasa kwa ajili ya umwagiliaji katika kilimo katika sekta nzima kwa upande wake. Kutoka hapa banda la VETA Kihonda Morogoro, mimi ni Nelson Munema, endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.